makabila yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi, yakisema Bwana, Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, yakiimba Bwana, 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 oh Bwana, mtakatifu Bwana, yakisema Bwana, Bwana we Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, yakiimba Bwana, 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 oh Bwana, mtakatifu Bwana. Wateule wote watakusanyika mbele Bwana Mwokozi, wateule wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi, wakisema Bwana, wakiimba Bwana, haleluya Bwana, haleluya Bwana, wakiabudu Bwana, Bwana we Bwana, oh Bwana, mtakatifu Bwana, wakiimba Bwana, wakisifu Bwana, haleluya Bwana, haleluya Bwana, wakilia Bwana, wakiimba Bwana, oh Bwana, mtakatifu Bwana, wakiabudu Bwana, Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, 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 oh Bwana, mtakatifu Bwana, wakiimba Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, wakiabudu Bwana, Bwana we Bwana, oh Bwana, mtakatifu Bwana, wakisifu Bwana, Bwana, haleluya Naam, kwa kweli mataifa yote watakusanyika wakimtukuza Bwana siku ambao Bwana Yesu atakapokuja. Naam. Manake alikufa na akafufuka siku ya tatu, akapaa kaenda juu mbinguni. Tupende tusipende. Naam. Naam. Kwa hivyo nakualika tu msikilizaji wangu, iwapo hujampokea Bwana wetu Yesu Kristo, itakuwa ni vizuri uwe mmojawapo wa wale ambao watamlaki siku ambayo atakuja. Uabudu kwa raha. Naam. Sio uabudu kwa machozi. Hapana. Kwa hivyo tunazidi na hili somo, na haswa wakati huu tungependa tu tupokee simu. Kwa hivyo wacha tupokee mwenzetu mahali hapa. Halo. Halo, Halo, nakusikia. mi naitwa Nelson. Aha. Niko na rafiki yangu anaitwa Omar. Omar. Aliokoka Amen. na alikuwa anatoka kule Somalia. Aha. Alikuwa shehe wa Waislamu. Aliwahi enda Yemen na Saudi Arabia. Hivi sasa nataka usaidizi wa kusoma katika chuo cha Biblia.
aje hapo naeleze afundishe Waislamu ambao wamepotea. Aha. Tafadhali nahitaji usaidizi wenu, nitapeana contact zangu na vile tunaweza kutana ili tuweze kusaidia Waislamu ambao wamepotea. Nashukuru sana. Mimi niko Bible School hivi sasa Limuru. Aha. Na huyo ndugu yangu ako town. Barikiwa sana Nelson. Asante sana. Haya. Naam. Ndio hivyo tena, nasema kwamba kuna ndugu yetu aitwaye Omari amepata kumpokea Yesu. Kwetu sisi ni kumpongeza. Wacha tupokee mwingine tena. Halo. Habari gani? Nzuri sana, habari yako? Salama, mmeshindaje? Tumeshinda salama. Naam, mjadala ni mzuri. Karibu. Sasa mimi ningependa kuelewa kidogo. Naona kama Wakristo mnatuchanganya kidogo. Kidogo kwanza, kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Maka Osore. Unaitwa? Maka Osore. Maka. Naam. Naam, kutoka wapi? Natoka Mlolongo hapa. Haya, karibu basi. Sasa nilikuwa nasema hivi. Wakristo wanasema kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, sio? Vile vile katika mazungumzo mengine hata labda ndani ya Biblia pia utampata mahali pengine anakuwa ni Mungu, ama si nimekosea? Hujakosea. Sasa ndio maana nauliza, mbona huyo Yesu anakuwa Mungu tena anakuwa ni mwana wa Mungu? Hapo inakuwa inatatiza kidogo. Alafu vile vile ndio unajua mimi naunga Uislamu mkono. Kwa sababu kama ingelikuwa huyu Yesu huyu ni Mungu ama ni mwana wa Mungu, sasa tuseme kwa mfano alipotumwa hapa duniani kuja kukomboa ulimwengu, sio? Sasa ikiwa yeye alikuwa ni Mungu, aliwacha Mungu mgani kule mbinguni ambao kwamba alikuwa anamulilia kwamba Mwenyezi Mungu unisaidie ile la masabaki tani, sio? Naam. Alafu kuna jambo lingine ambalo kwamba linafanya mimi naunga Uislamu mkono, ambalo ni nafikiri katika Biblia, katika Biblia, katika John, ambayo Yesu mwenyewe anasema kwamba na kwa kuamini wewe Mungu wa pekee na mimi Yesu Kristo uliyenituma. Sasa hapa nakubaliana na Uislamu kwamba kweli huyu Yesu si mwana wa Mungu, bali huyu Yesu ni mtume kama mitume wengine. Sasa hapo linaweka tofauti kuwa Mungu yuko peke yake na Yesu yuko peke yake. Kwa hivyo Mungu yeye hana mshirika wala Mungu yeye hana kizazi. Sasa mimi naunga Waislamu mkono. Sasa swali kwako tu la haraka. Naam. Kwa habari za kusulubiwa Bwana wetu Yesu Kristo unasemaje? Kwa hakika Yesu Kristo, mimi ni Muislamu, ndakana uelewe. Okay. Mimi naamini kwamba Yesu Kristo kwa hakika yeye hakuweza kusulubiwa. Sasa mbona bana ulikuwa unasema wewe ni Maki na kumbe ni Muislamu? Naam, sawa, wacha tushughulikie hizo hoja zake. Kwa hivyo mwalimu, kwanza nashukuru ya kwamba amesema yeye si Muislamu, tena akasema yeye ni Muislamu, ameonyesha picha ya kwao. Tunashukuru. Lakini hebu tushughulikie hizi maswala. Mwana wa Mungu kisha ni Mungu, alipokufa ni Mungu gani? Karibu mwalimu Eric. Naam, hapo tutakwenda huko tu mwalimu. Lakini jambo la kustajabisha ni kwamba anatumia uongo kuonekana kwamba anaunga Waislamu mkono. Yaani aonekane kwamba ni Mkristo, kwa sababu amesema Mark. Yaani aonekane Mkristo anaunga Waislamu mkono. Ndugu yangu, kwa nini utumie kitu kama hicho? Yaani kama una hakika na imani yako, basi huwezi ukafanya jambo kama hilo. Si hoja, lakini na umemuuliza, na ujue paka ni paka na ng'ombe ni ng'ombe. Paka akimwona panya ataruka, na ng'ombe akiona nyasi atakula. Ndivyo ilivyo. Yeye anapouliza anauliza kwa misingi ya Uislamu, na anauliza hivyo tu. Sasa tumuelewe hivyo. Na kitu ambacho sisi tunapenda tu kusema ni kwa ajili ya Qur'ani, sura ya 4 aya 157. Umeisoma hiyo? Naam. Ukienda paka 158. Tuna muda, na Mungu akitupa muda next week bado tutashughulikia hili swala. Naam. Kile tunachokiuliza ni hiki, ni kwamba kwa nini au ni hasara gani Waislamu watapata Bwana Yesu akifa msalabani? Ifike kiwango mpinge. La pili, kama ilikuwa ni jambo la muhimu sana, mbona Muhammadi akasema aya moja tu? Uje si kutaka kwenda njia za sospita.
lakini ndugu yangu kanisukuma sasa kwenda huko, huyo Mark. Lakini msikilizaji kakusukuma. Lakini nashukuru kitu kimoja, umechukua hilo jina Mark, na katika jina la Yesu iwe hivyo, utaitwa Mark wewe. Amen. Utaokoka, utaitwa Mark. Ubarikiwe sana. Hivyo sio kosa tena. Mtambatiza. Ni kwamba mbona achelewe miaka mingapi? 600. Naam. Miaka 600 akakosea. Sisi tumetoa habari za historia. Msikilizaji wangu, ningependa tusome katika Yohana 18. Anza tu Yohana 18. Na juma lijalo ndio tutaenda na utaratibu huo, kusoma aya na nyingine kuthibitisha kwamba hakika ndiye Bwana Yesu aliyekuwa pale. Yohana 18 mstari wa ngapi? Anza aya ya kwanza. Inasema hivi. Alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya kijito Kedroni. Palipokuwepo bustani, akaingia yeye na wanafunzi wake. Naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipajua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu, hali akijua yote atakayompata, akatokea akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Wao wakajibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mnamtafuta nani? Wakasema, Yesu Mnazareti. Yesu akajibu, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao, ili litimizwe lile neno alilolisema, wale alionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akaufuta, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume. Na yule mtumwa jina lake ni Malko. Basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga alani mwake. Je, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe? Panatosha. Naam. Sasa hapa tumesoma kwamba Yesu amemaliza kula kuanzia Yohana 13 mpaka Yohana 17. Hizo ni habari za mle chumbani baada Yesu kuwaosha wanafunzi wake miguu, kuwatawadha miguu. Wacha niseme hivyo ndio ufurahi. Yesu aliwatawadha, sio hawa kujitawadha wao wenyewe. Sasa haya ni mambo. Baada ya hapa wakaelekea bustani ambalo Yesu alikuwa akienda mara kwa mara na wanafunzi wake. Na alikuwa nao 12. Na kati ya mmoja wao alijua hapa pahali, ambaye anaitwa Yuda Iskariote. Hizi habari zote zipo kweli katika Biblia. Waislamu wamejaribu kubadilisha hizi kwa kuandika kitabu wakaita Gospel of Barnabas. Sasa wanabadilisha majina hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale. Ningependa kusoma habari za Ibn Kathir, lakini pengine juma lijalo. Kwa habari hizi vile wanavyoelezea walikuwa wangapi, wanafunzi wa Yesu walikuwa wangapi. Ibn Kathir pia ameelezea hivyo. Kisha wakasema kwamba sasa akauliza, ni nani atakaye chukua sura yangu aonekane kama mimi, ili basi Allah subhanahu wa ta'ala akafungua paa la nyumba chwip, Isa kaangushwa kwa usingizi, akapelekwa mbinguni, hali amelala tandalila. Lakini mwalimu, ni kama vile umesema hizi habari tutazishughulikia vipasavyo. Ni nzito. Manake kama vile ndugu Mark